Oh yes, so time ndo hii hapa ya Bongo Trending, na leo kwenye zile taarifa ambazo zina trend kwa hapa nyumbani Tanzania, moja taarifa ambayo kubwa nimekutana nayo na nikaona nisogeze hapa uweze kufahamu zaidi kuhusiana na yale ambayo yanaendelea. Ukweli ni kwamba na taarifa kutokea pale South Korea, kwa Kiswahili Korea Kusini, kupitia mtandao wa Deezer Top Songs, inaonyesha kwamba wimbo wa msanii Diamond Platnumz ambaye alishirikiana na msanii kutokea pale nchini Marekani anaitwa Neyo, wimbo unaitwa Marry You. Wimbo huu bwana umefanikiwa kukaa nafasi ya kwanza kwa kushika nafasi hiyo, na imekuwa ni rekodi ambayo Diamond Platnumz ameiweka kwenye nyimbo ambazo nimeziona ambazo zimepostiwa pale, takriban nyimbo 17 kwenye hiyo list ambayo imepostiwa, lakini huenda zikawa ni nyingi, lakini katika zile 17 ama kwenye top 10 wimbo wa Diamond umeonekana kushika nafasi ya kwanza, kitu ambacho kimeonekana kuwavutia watu wengi pia, ikiwemo mashabiki wake ambao wanafuatilia kile ambacho Diamond Platnumz amekuwa akifanya. Na wimbo huu umekaa nafasi ya kwanza ukifuatiwa na wimbo wa Jason Mraz, wimbo unaitwa Living in the Moment. Alafu kuna wimbo unaitwa Hello wa Sigala. Alafu kuna wimbo hapa unaitwa Paid My Dues wa Anastasia. Huu kuna nafasi ya 5. Kuna wimbo unaitwa Lobo, jamaa msanii anaitwa Lobo. Alafu wimbo unaitwa How Can I Tell Her, na zipo nyingi kusema ukweli, lakini wimbo wa Diamond kushika nafasi ya kwanza hapa kwenye Deezer Top Song South Korea All Charts ni ishara ya kwamba wimbo wake unazidi kuonesha ni kwa kiasi gani ambavyo umekuwa ni wimbo wenye mafanikio makubwa sana. So huenda ukawa unajiuliza wimbo wa Marry You kwa nini umekaa hapo. Sasa nikwambie tu, huu hapa ni wimbo ambao Diamond alifanya ushirikiano mkubwa mwaka 2017 kati yake na nyota wa R&B kutoka nchini Marekani. Hapa namzungumzia Neyo. Wimbo huu uliashiria hatua muhimu sana katika safari ya Diamond Platnumz, kwani ilikuwa ni moja ya kazi zake za mwanzo baada ya kusaini mkataba na Universal Music Group maarufu kama UMG. So wimbo huu unaelezea hadithi ya mapenzi ya ghafla, ambapo Diamond anaonekana akivutiwa na mwanamke ambaye alimuona kwa mara ya kwanza ama mara moja, na ghafla akajikuta akianza kufikiria maisha ya ndoa na mwanamke huyo. Lakini ukizungumzia upande wa ndoto, hisia za upendo wa haraka na matarajio ya kuoa, ni wimbo wa furaha na mapenzi unaochanganya ladha ya Bongo Flava na R&B ya Kimarekani. Jambo linalowavutia wengi ni kwamba Neyo pia aliimba baadhi ya mistari kwa Kiswahili, jambo linaloonyesha heshima yake kwa utamaduni wa Afrika Mashariki na kufanya wimbo huo uwe wa kipekee zaidi. Na mtindo wa Diamond pamoja na Neyo uliunganisha ama uliweka urahisi pia, na wimbo huo ukahamasishwa kwa kiasi kikubwa sana kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia kwenye kile ambacho amekifanya, kwa maana mtindo wa muziki wa Neyo mwenyewe pia ulichagiza zaidi wimbo huu kupata hayo mafanikio ambayo nimekuelezea. So na ushirikiano huu pia ulikuwa ni kama ndoto kubwa kwa upande wa Diamond ambayo alitimiza, kwa sababu Diamond alikuwa akimsikiliza sana Neyo, na hatimaye walipokutana kwa mara ya kwanza kwenye MTV Africa Music Awards mwaka 2015, jambo ambalo lilifungua mlango wa ushirikiano huu mkubwa. Na hatimaye wimbo huu usichokijua wa Marry You wa kwake Diamond alijumuisha kwenye albamu yake ya 3 inaitwa Boy from Tanale, ambayo iliachiwa rasmi mwaka 2018. Na ukipitia hata kwenye YouTube channel ya Diamond Platnumz, wimbo huu umekusanya watazamaji milioni 79,991,990 tangu ulipoachiwa mwaka 2017 pale kupitia YouTube channel yake. Diamond Platnumz umeonekana kufanya vizuri.